Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ya Jumanne ambao Mungu ametupatia. Ninawakaribisha tena katika channel ya NYTV ambao tuna kipindi kizuri cha malezi ya watoto. Na kipindi kilichopita tuliona aina za malezi. Na tuliona hizo aina za malezi 4. Tukaona kuna malezi uwiano, malezi ya ukali na malezi dekezi. Kwa neema ya Mungu leo tunaendelea na aina ya malezi telekezi. Na tukaona kwamba malezi ni nini? Malezi ni kazi ambayo mwanadamu alipewa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo ni kazi kabisa kama kazi zingine ambazo mwanadamu alipewa na Mungu. Tukienda kusoma kitabu cha Mwanzo, tunamwona Ibrahim alipewa hili jukumu na Mungu akasema hawezi kumficha Ibrahim hii siri. Mwanzo sura ya 18 mstari wa 17 unasema, Bwana akanena, nimfiche Ibrahim jambo nilifanyalo? Akiwa Ibrahim atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanaye na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye amtimizie Ibrahimu ahadi yake. Kwa Mungu aliona asimfiche Ibrahim siri ambazo Ibrahim alikuwa karibu na Mungu, alikuwa rafiki. Kwa hiyo kwa sababu ya jukumu la kuwa baba wa taifa wa mataifa, akasema hawezi kumficha hiyo siri. Na siri mojawapo aliweza kumweleza namna ambavyo anaenda kuangamiza Sodoma na Gomora, na kule Sodoma na Gomora kulikuwa na ndugu yake. Kwa hiyo tunaona ambavyo Mungu, hata sisi kama wazazi, kama walezi au walimu, tunaona namna ambavyo Mungu hajatuficha juu ya siri za malezi ya watoto. Kwa hiyo ndio maana tunaendelea kujifunza, na leo tunaendelea na hii aina ya 4 ya malezi telekezi. Tunaanza kuona aina ya malezi telekezi ni aina gani ya malezi. Tunaona kwamba mara chache unaweza kujua mtoto yuko wapi na yuko na nani. Ni mara chache sana. Hii sifa ya malezi telekezi ni mara chache unaweza kujua mtoto yuko wapi na yuko kwa nani. Lakini pia tunaona unatumia muda kidogo sana kukaa na mtoto. Haya ni aina ya malezi telekezi. Unatumia muda kidogo sana kukaa na mtoto. Wakati mwingine unaweza kufanya unaweza ukalea mtoto wako kwa namna hii ya kutelekeza bila wewe kujua. Kwa hiyo unaweza, mfano mtu anayefanya kazi au anayekuwa anaachia watu wengine kwenye malezi, mfano unaweza ukamchukua mtoto wako ukampeleka kwa bibi akalelewa huko, au kwa ndugu na jamaa, wewe usipate naye muda wa kutosha. Hiyo ni aina ya malezi telekeze. Lakini pia mtoto ni kama anajilea mwenyewe. Tunaona hii aina kwamba mtoto aliyetelekezwa anajilea mwenyewe, anakuwa yani toka mdogo anajifanyia kazi mwenyewe, anajishughulisha mwenyewe, hakuna mzazi, hakuna nani, mpaka anakuwa mkubwa. Hii ni aina ya malezi telekezi. Lakini pia wazazi wenyewe wenye shida ya afya na akili au ulemavu kwa aina yoyote huwa katika aina hii ya malezi. Kwa kama kuna mtoto ana wazazi wenye shida ya afya ya akili, ulemavu, unakuta mtoto anapata athari ya kujikuta kwamba analelewa kama ametelekezwa kwa sababu mzazi hajiwezi. Kwa hiyo anazaliwa na mtoto ana mzazi ambaye tayari ana shida. Kwa hiyo anajikuta anaanza kufanya majukumu yake mapema kwa sababu mzazi ana shida fulani ya kiafya. Lakini pia tunaona mtoto huwa ametelekezwa japo mzazi haoni hivyo. Kwa wakati mwingine mzazi anaweza akamtelekeza mtoto yeye bila kujua.
akiwa anasafiri sana, safari zisizo za maana, unakuta mzazi anaamua tu kusafiri au kutembelea ndugu na jamaa na waacha watoto nyumbani. Kwa hiyo ni kati ya malezi. Tunaona pia ni namna ambavyo hao watoto wanalelewa, hao watoto wa malezi telekezi. Lakini pia wakati mwingine wazazi huwa ni kwamba hawaelewi kuhusu makuzi na malezi ya watoto. Wakati mwingine wamezidiwa na majukumu na changamoto za maisha. Kwa wakati mwingine mzazi anakuwa hajui namna ya kulea. Kwa anajikuta muda mwingi yuko bize kwenye majukumu, au changamoto za maisha anazopitia zinamfanya anaweza kutelekeza mtoto bila yeye wakati mwingine kujua. Yeye anafikiri kwamba iko kwenye kupambania maisha, kuhakikisha watoto wanakula, kumbe yeye hajui kwamba anaweza kufanya malezi telekezi bila yeye kujua. Lakini mtindo wa kazi wa wazazi waweza kusababisha malezi telekezi. Pia aina za kazi ya wazazi, labda wale wazazi wanaosafiri sana, wanaacha watoto wao na wadada wa kazi. Kwa hiyo wanajikuta wako kwenye wao wanalea kwa namna ya malezi telekezi bila wao kujua, wakijua kwamba kwa sababu ya kazi zao. Unakuta mzazi anakaa mkoani, anafanya kazi mkoani, familia yake labda iko labda Mbeya, afu yeye anafanya kazi Dar es Salaam. Kwa hiyo anajikuta wale watoto kule wanajilea wenyewe na dada wa kazi, yeye yuko kwenye majukumu ya kikazi. Kwa hiyo anajikuta hao watoto ni wamelelewa kwenye malezi telekezi. Watoto wanaolelewa na bibi na babu wazee sana, kwa hiyo unakuta wakati mwingine wanaweza wakapitia malezi haya. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine kulingana na majukumu mbalimbali, mtoto anachukuliwa anapelekwa kwa bibi, ambao bibi unakuta saa nyingine ni mzee, hawezi kujitegemea. Kwa hiyo unakuta yule mtoto inabidi aanze sasa kujilea labda na kuwatunza bibi na babu. Kwa hiyo ni changamoto pia, au unaweza nikasema ni aina ya malezi telekezi. Lakini pia tunaona kwamba kupeleka watoto wadogo shule za kulala, yani shule ya boarding, hii pia ni malezi ni telekezi. Inaweza ikazaa malezi ya jinsia hii. Pale watoto wanapopelekwa boarding, mtoto mdogo anapelekwa boarding akajitegemee. Kwa hiyo unakuta mtoto toka akiwa na miaka 5 au unaweza nikasema 5 tayari ashapelekwa boarding. Kwa huyu maisha yake yote atasoma primary yote, atasoma secondary yote mpaka chuo, hajawahi kukaa karibu na wazazi. Wazazi anakutana nao likizo. Kwa hiyo mzazi bila kujua ameshamfanyia mtoto wake malezi telekezi katika maisha yake yote. Kwa hiyo anajikuta kwamba huyu mtoto maisha yake yote hajakaa na mzazi wake vizuri. Hajakaa na wazazi wake vizuri kwa sababu ya muda mwingi ametumia akiwa shule na akiwa boarding anaishi huko. Yeye nyumbani anarudi wakati wa likizo tu ndo anakutana na wazazi. Kwa hiyo hii ni moja ya malezi telekezi. Na tutaenda kuona matokeo yake. Matokeo ya mtoto ambaye amelelewa katika malezi telekezi. Haya malezi telekezi tunaona mtoto anakuwa mwenyewe na anaweza kuwa na uhalifu kila mara. Kwa hiyo mtoto anaweza kuwa kwenye mazingira ya uhalifu. Sasa kwa sababu hapati msaada, anajilea mwenyewe. Lakini pia kujisikia mnyonge na aliyeachwa. Watoto waliolelewa malezi telekezi huwa wanajisikia unyonge na wanajisikia upweke, kuna vitu wanavikosa, kuna vitu ambavyo hawavipati vya kihisia kama mtoto. Mfano naweza nikatoa mfano labda mtoto anayekaa boarding, hajawa na ukaribu na mzazi. Kwa hiyo anajikuta anakuwa kuna vitu anakosa, anakuwa na unyonge, hata akiona wenzake jinsi wanavyohusiana na wazazi wao, yeye kile kitu hana. Kwa hiyo kuna vitu lazima tu vitaleta changamoto kwenye maisha yake kwa sababu hajawahi kuwa na mahusiano mazuri na wazazi, ya ukaribu na wazazi. Lakini pia anakuwa na hisia kali na mgomvi.
Kwa hiyo ni matokeo ya kuwa na watoto terekezi. Anakuwa na hisia kali, afu anakuwa na ugomvi, anakuwa mtu mwenye hasira. Watoto wa design hii, mfano wale watoto ambao wanaachwa peke yao, unakuta labda ameachwa na dada wa kazi, alafu mzazi yuko busy. Hao watoto wanakuwa wanajenga hasira. Wakati mwingine yale mazingira magumu wanayoyapitia kwenye yale mazingira ambao wanaishi yanawafanya baadaye wao wana mioyo migumu na majeraha katika mioyo yao, kwa sababu wametelekezwa na hakuna watu wa kuwaambia, wa kuwaeleza pale wanapokosea, labda kuwatia moyo pale wanapohitaji kutiwa moyo. Na mara nyingi tunaona pia hata watoto wa mtaani. Watoto wa mtaani, unaweza kusema watoto wa mtaani ni wale watoto ambao wametelekezwa. Mwisho wa siku anaamua kuishi namna ambavyo anajua yeye. Na mara nyingi ukiwachukua watoto wa namna hii, ukisema unaenda kumlea, unaweza ukapata huruma, labda ukasema ngoja nimchukue mtoto nikakae naye. Changamoto kubwa utakaye kukumbana nayo ni namna ya kumrudisha akae katika utulivu, kwa sababu moyo wake tayari umeshakuwa umejeruhika, anakuwa na hasira, ameshazoea mazingira, yani moyo wake hauna amani. Kwa hiyo hata unavomweka, unavotaka kumchukua na kumsaidia, inahitaji neema ya Mungu na pia kumuombea na kumvumilia sana mpaka pale atakaporudi kawaida, kwa sababu ana majeraha na amelelewa malezi ya kutelekeza ambayo anajilea mwenyewe. Kwa hiyo amekuwa akijiongoza mwenyewe. Kwa hiyo watoto kama hao mara nyingi wanapata changamoto ya kuongozwa. Alafu pia hana upendo wala hana huruma. Wanakuwa watoto hawana upendo wala wanakuwa hawana huruma kulingana na mazingira yao ambao wamekulia. Hawajawahi kuonyeshwa moyo wa upendo na huruma, hasa wale ambao wanajilea wenyewe peke yao. Wakati mwingine unaweza kukuta labda wazazi wamegombana, baba na mama wametengana, wanawaacha watoto wenyewe. Au mfano baba ametengana na mama ameenda kuishi sehemu nyingine na baba anaishi sehemu nyingine. Au watoto unakuta wanalelewa na baba hana uwezo wa kukaa muda wote kuangalia watoto, kwa atatafuta mtu wa kukaa naye, au wakati mwingine anaweza kawaacha pamoja kulingana na majukumu, wakaishi maisha ambayo ya malezi ya utelekezi. Kwa hiyo watoto mara nyingi kama hao wanakosa upendo, na tunakuja kuona hapa ndio unakuta kuna mama wa kambo anaanza kupatikana, afu analelewa na huyu mtoto anajeruhika moyo wake, wakati wazazi wengine ambao wanakuwa wanawatreat vibaya wale watoto. Kwa hiyo wanajenga mioyo ya kutokuwa na upendo na hasira. Au watoto wanakuwa hawana huruma kwa sababu wamezoea kuishi maisha ya kujilea wenyewe. Kwa hiyo ni changamoto ambayo inaweza kutokea, matokeo ya hawa watoto wanaojilea wenyewe. Lakini pia mfuata mkumbo kirahisi, wanaweza kuwa wanafuata mikumbo kirahisi. Wakisikia huku wanaenda, wakisikia huku wanaenda, hawana msimamo kwa sababu hakuna mtu ambaye amewahi kuonesha njia nzuri. Wamekuwa kijiongoza wenyewe. Mtoto anahitaji kuongozwa, anahitaji kufundishwa ili kufikia kusudi la Mungu pale Mungu anapomtaka. Sasa akikosa huu mwongozo, mwisho wa siku anakuwa hajui nini anataka kwenye maisha yake. Anaweza akafanya chochote, akaenda kokote anapotaka. Na mara nyingi wanakuwa ni watu wanaofanya makosa kwa sababu hawajawahi kuelekezwa. Kwa hiyo pia hujisikia mnyonge na kwa wengine. Mara nyingi hawa watoto wanahisi kama kukataliwa, kama hawastahili. Kwa hiyo mara nyingi hujisikia wanyonge kwa wengine. Kwa hiyo unakuta hata wakiwa na watoto wenzao, kwa sababu ya namna wao ambavyo wanajilea, walivyotoka kwenye mazingira ya malezi telekezi, wakikutana na watoto ambao wanalelewa na baba na mama kwa upendo, kwa ukaribu, wao wanaweza kujihisi kwamba ni wanyonge na hawafai. Halafu pia wanaweza kujiingiza katika tabia za kulewa na mengine. Hao watoto ambao wametelekezwa, wakati mwingine wanaamua kutafuta njia ambayo ya kuwafanya wapate furaha. Kwa hiyo wanaweza kunywa pombe, wengine wataanza kupata marafiki ambao sio wazuri, watafanya kila aina ya uovu. Kwa sababu ya nini? Ya wao wanahisi kama ni sehemu ya kujituliza, lakini sio, kumbe wanaenda kuharibikiwa. Kwa hiyo mara nyingi watoto kama hao matokeo yake yanakuja kuwa kama hivyo, kwa sababu ya ile hali ya moyo wake ambao umekaa na hauko sawa,
wanajikuta ule unyonge na kutokukubarika, kuhisi kwamba hawakubariki. Hawa wanakuwa saa nyingine ni kama vile hawawezi kukaa na wenzao vizuri, kwa sababu pia ya nini? Kwa sababu ya ile nature ambao walionayo, kwa sababu wanahisi kama wao hawakubariki, hawapendwi, wanajiweka kiunyonge kwa sababu ya yale malezi waliolelewa ya malezi telekezi, wametelekezwa. Kwa hiyo mara nyingi unakuta wanaingia kwenye vitendo ambavyo sio vizuri, wanaanza kushawishika na hakuna mtu wa kuwakataza kwa sababu wao wanajilea wenyewe. Kwa hiyo hii ni aina ya malezi telekezi. Hakuna uangalizi. Utamwacha mtoto nyumbani, we mama humfuatilia au baba huwafuatilia watoto wako. Kwa mwisho wa siku hao watoto anapoendelea kujilea mwenyewe, anafanya maamuzi yake mwenyewe, anaweza kufanya chochote, hawezi kushaurika kwa sababu alishazoea kuamua maamuzi yake mwenyewe. Kwa hiyo haya ni matokeo ambao huyu mtoto telekezi tunaweza kuyaona, na haya ni matokeo pamoja na malezi. Kwa hiyo Mungu atusaidie tunapokuwa tunawalea watoto wetu. Najua kuna changamoto nyingi katika malezi, mfano kama mambo ya kazi, mambo ya kutengana kati ya baba na mama, ya kuwa mbali, lakini pamoja na hayo yote Mungu atusaidie tuweze kujua namna ya kuwafanya watoto wetu wakae pamoja, tukae nao. Na kitu kizuri zaidi ni kwamba kwenye haya malezi telekezi ambao tunajifunza, mfano nimetoa mfano wa kwamba huyu mtoto ambaye anakaa boarding kwa muda mrefu, kumbuka ataanza kutengana na wewe mapema sana. Akianza kuenda boarding akiwa na miaka 5, baada ya hapo kumbuka wewe utakaa naye muda wako mfupi sana. Kwa hiyo atakuwa anakuja kwako likizo. Maisha yake yote mpaka ukubwa wake atakuwa shule. Kwa hiyo yeye atapata malezi ya kule shule, ambao sasa hapa ndo tunaanza kusema malezi telekezi, ambao mzazi amemtelekeza mtoto, amemwacha kule. Kwa ni vizuri Mungu atusaidie, atupe hekima kwenye maamuzi. Kama una uwezo wa kumfanya mtoto wake ukae naye nyumbani, ni vizuri ukae naye nyumbani mpaka pale atakapofika, maana muda wa primary ni mfupi sana. Atasoma mpaka primary itaisha, atakuja pia secondary, angalau kidogo ameshakuwa na ukomavu kidogo hapo, na we angalau umekaa naye, umeshajifunza, umemjua tabia yake, ni rahisi. Kwa sababu mwisho wa siku baada ya hapo ndipo mnaanza kutengana, ataanza kujitegemea, hautakuwa unampata tena nyumbani. Baadaye atafika chuo kikuu, ataanza maisha yake, hata kaa na wewe tena nyumbani. Kwa kiujumla, watoto tuna muda nao mfupi sana wa kuwalea, japo ni kipindi ambacho kina kashikashi sana kwenye malezi, kinaonekana kama kina ugumu, kina changamoto nyingi, lakini pia ni kipindi kifupi cha kukaa na mtoto wako ambao kitawafanya mnakuwa mna mahusiano ya ukaribu sana na kumjua mtoto wako, ambao hiyo itakuja kumsaidia kwa ajili ya maisha yake ya baadaye, kwa ajili ya maisha yake ya familia yake na kuhusiana na watu wengine. Kwa hiyo Mungu awabariki sana kwa kusikiliza somo hili la aina ya malezi ambayo tumejifunza. Mungu atupe neema tuendelee kufanyia kazi, na Mungu awabariki na wakaribisha kwenye kipindi kingine kizuri ambacho tunaanza kuona hali tabia za watoto. Usikose. Mungu akubariki sana.